base. Corporate wellness programs ni muhimu sana kuzingatia stressi za kila siku. Mazingira ya kazi wote tunajua yana changamoto nyingi sana, yana pressure nyingi sana, yana mihangaiko mingi, yana kusukumana ili kutimiza malengo, na uko pale kwa ajili ya kuzalisha solutions, kuzalisha product. Uko ofisini kwa ajili ya kukamilisha malengo na maono ya kampuni yako. Kwa hiyo akili yetu, our mind, inapitia changamoto nyingi sana kwa kiwango kikubwa ambacho kinatuacha tukiwa hoi sana. Imagine upo kwenye routine kila siku, unaamka saa 10 ama 11, unang'ang'ana na trafiki, ama hata kama uko karibu na ofisi unafika ofisini, unatoka tena saa 10, unang'ang'ana na trafiki, ama unarudi nyumbani. Hiyo ndio routine yako kila siku. Na katika hiyo routine peke yake, kinachotokea ni kwamba pressure inakuwa nyingi sana. Pressure ambayo inatuweka kwenye hypertension, kwenye hali ya fight flight. Madaktari wanajua sana hii hali ya fight flight, kuwa kwenye tension. Akili yetu inakuwa ina passive vita, ina passive kupambana. Akili yetu inakuwa inajiandaa kung'ang'ana na changamoto, na hatimaye mwili wetu unakuwa hivyo hivyo, kwa sababu kinachotokea kwenye mind kina affect mwili kwa level kubwa sana. Kwa hiyo tunaishiwa nguvu ya kifikra, ufanisi wa kifikra, upana na uelevu na ufahamu wa kifikra, lakini pia tunaishiwa nguvu ya kimwili, tunaishiwa unyumbulikaji wa kimwili, tunaishiwa ufanisi na mpangilio mzuri wa kimwili. Na ndiyo sababu tunapokuwa kwenye maeneo ya corporate, maeneo ya ofisi, wengi tunakuwa na misongo ya mawazo sioisha, na mwili wenye misongo ya mawazo sioisha. Yaani mwili unakuwa kwenye maumivu sehemu mbalimbali kama shingo, mabega, mgongo wote mpaka chini, magoti, viuno. Mwili unakuwa umekaza, umeshikana. Mwili unakuwa hauna nguvu mara nyingi za kutembea, kunyanyuka, kuruka, kugeuka. Pumzi inakuwa fupi, ya haraka haraka, hatuna nguvu ya pumzi. Lakini kwenye hisia pia tunakuwa wakali, wachachu, wenye hasira, wenye milipuko, kupaniki mbalimbali. Hata kwenye simu mazungumzo yetu yanakuwa ya kupaniki. Tukikaa na colleague kuzungumza, tunazungumza kwa sauti kubwa. Hizo ni emotional imbalances. Kwa hiyo mazingira ya corporate kiufupi yanatusababishia mental stress, emotional conflict and physical degradation. Yaani akili yetu inakuwa na misongo isiyoisha. Hisia zetu zinakuwa na ukakasi usioisha. Lakini mwili wetu unazidi kuzeeka, kuchoka na kupungua ufanisi. Ni muhimu sana kuweza kuangalia yoga na meditation sehemu yako ya kazi. Ukiintroduce yoga na meditation sehemu ya kazi, iwe ni kwenye viti kama hivi nilivyokaa. Kuna yoga kwenye viti bila kuhitaji nguo za mazoezi. Upo kwenye nguo zako za kazi, unafanya yoga kwa dakika 15 mpaka 30 na unazipata faida zake kubwa sana. Lakini pia ukiwa na sehemu ya mazoezi ya ofisini na watu wakaweza kutenga muda wao, itakuwa jambo la hekima sana. Ama uweze tu kuwa na meditation programs. Ikifika muda fulani unatafuta meditation, kuna apps nyingi za meditation uweze kumeditate, au kama umejifunza uweze kufanya personal meditation, au kama ofisini kwako kuna sehemu, chumba maalum kimetengwa kwa ajili ya
kuweza kurenew, kurejuvenate, calm down, then unaenda unafanya hivyo. Ama baadhi ya ofisi zina sehemu mpaka ya kulala, unaenda unalala, una recover ile mind yako, emotion yako na physical yako, unakuja unaendelea kwenye production. Introduce yoga na meditation kwenye ofisi yako, na matokeo yake ni makubwa sana kwenye uzalishaji na kwenye afya ya watu wako.